Pia wamefurahishwa na juhudi za kamati ya NADCO ambayo inaendelea na ziara yake kaunti tofauti. Baadhi ya wakazi ambao walijitokeza katika eneo la Mnarani, kaunti ya Kilifi, kutoa maoni kwa kamati hiyo wamesema kwamba ni muhimu serikali kuwajibikia masuala ambayo yamenakiliwa katika ripoti hiyo ili kuboresha utendakazi serikalini na kuleta haki nchini. Kupambana na ufisadi katika kaunti ya Kilifi na katika serikali ya kitaifa. Wametaka kwamba barabara zingine ambazo zipo chini ya utekelezaji wa serikali ya kitaifa kama Kura na Kera ziweze kupeanwa kwa county government, ili kwamba serikali ya kaunti ambayo inajua barabara nyingi sana katika eneo la mashinani humu katika maeneo kama ya Chonyi, Rabai, ziweze kutengenezwa na serikali ya kaunti. Kitu muhimu ambacho labda serikali ingeweza kufanya ilikuwa ni kuhakikisha kwamba zile taasisi ambazo ni independent offices ambazo zimetengenezwa kulingana na sheria ziweze kuwa strengthened. Kama ni IPOA, kama ni EACC, kama ni Auditor General, yani kama ni Senate, hizi ofisi ziwe ziko strengthened na ziko kivyake independent, kiasi ya kwamba kama kutakuwa kuna wabunge ambao wameenda kinyume na yale matakwa ambayo yako katika sheria, basi Senate iwe inaweza ikasimama ikazungumza independently na ikaweza kuleta mabadiliko katika jamii zetu. Ningependa kuangazia swala la agenda 10 points, ile ya enhance youth opportunities. Kwa upande wa youth opportunities, ningeonelea serikali ingeangazia sana, maana janga hili la kukosa ajira limekithiri mipaka kwa namna ambayo vijana wamejiingiza kwa mambo ya wizi na wamejiingiza kwa hizi vitu za kupora watu mali, wameingia kwa mambo ya scamming kwa sababu ajira hakuna. Na ningependa serikali iangazie opportunities ambazo zitasaidia sana vijana. Tunaangalia mambo ya cost of living, article 43 ambayo yamewekwa pale, na nakumbuka the two principles walikuwa wameona hilo ni muhimu sana. Mambo ya no more than the 2/3 inclusion in the various sectors within our country. Alafu